tunajifunza somo moja linasema kanuni 7 za kushinda maagano ya roho zinazofuatilia, yaani almaarufu zinaitwa laana za ukoo. Na kwa faida ya wale hawakuwepo waokote kidogo, hizi tunaposema maagano ni mkataba au makubaliano unaoishi kati ya mtu na mtu mwingine au mtu na madhabahu. Na ili agano lolote liwe na nguvu inayodumu, lazima liwe na vitu vitatu. Moja, liwe na kafara. 2, liwe na madhabahu. 3, liwe na connection imara ya kimadhabahu, ambapo kafara zinapotolewa ile madhabahu zinakuwa na nguvu na inaamua hatima ya watu, na madhabahu ni inapatanisha mtu na hatima yake kwenye ulimwengu wa roho. Lakini ile nguvu ya uimarisho wa hiyo madhabahu ni zile bidii. Mtu unapofanya bidii kuimarisha madhabahu inakuwa na nguvu, ambapo mfano madhabahu ya Mungu inaimarishwa kwanza ushirika wako kati ya wewe na huyo Mungu, imani, mapokeo na maisha, kwamba mimi ni Mkristo, mimi nimeokoka, mimi ni mtu special kwa ajili ya Mungu. Na unapokuwa mtu special kwa ajili ya Mungu, vitu vyote ambavyo havitokani na Mungu unaacha. Maana yake ni mtu wakfu, taifa takatifu kwa ajili ya nani? Ya Mungu. Hapo maana yake madhabahu yako iko active. Bwana asifiwe. Lakini 2, ule uimarisho wa hiyo madhabahu. Namba 1, ibada. Unakuwa ni mtu wa kusali mara kwa mara. Lakini maombi, unakuwa wa kuomba muda wote, muda mwingi. Kwa kuwa alisema hivi kwamba nanyi wenye kumlicha jina la Bwana msiwe kimya, wala msimwache Bwana akae kimya mpaka atakaporejeza urithi wenu uliofichwa. Maana yake tusiwe kimya, tufanyeje? Tuombe. Na Yakobo anasema kuomba kwake mwenye haki kunafaa sana, akiomba kwa nini? Kwa bidii. Bwana asifiwe sana. Sijui unanielewa vizuri. Lakini Yesu mwenyewe alisema, lakini msingi imewapasa kumuomba Mungu siku zote, wala bila msikate nini? Tamaa. Maana yake tunapoomba tunaifanya madhabahu ya Mungu itutambue kwamba tupo wazi, tupo on service, tunamhitaji Mungu anytime. Bwana asifiwe. Ukimwona mtu amepunguza nguvu ya maombi, ujue ameizima nguvu ya madhabahu yake, na ni rahisi kushambuliwa. Bwana asifiwe sana. Lakini jikipu bize kwa ajili ya kazi ya Mungu na kuimarisha hiyo madhabahu. Kwa mfano, naomba nishauri. Bwana asifiwe. Kusafisha kanisa, kufagia kanisa, kuondoa uchafu eneo la kanisa, kufua vitambaa vya kanisa, kujitaabisha kwa ajili ya kanisa, kununua mali kama hizi samani za kanisa. Usisubiri mpaka tangazo lizenwe hapa. Sawa sawa. Hili ni kanisa lenu na sio lenu, ni la kwako. Hebu mwambie mwenzako, hapa ni kwako. Usipokuja wewe hapa, hili sio kanisa. Sio kanisa, itabaki godown. Ila ukija wewe hapa ukakutana na swenya mkafanya ibada, hili ni kanisa. Sijui unanielewa? Kwa maana hiyo, ukiacha kulihudumia hili kanisa, ni sawasawa na baba aliyetelekeza nyumba yake, ambapo ile nyumba itakuwa gofu, mwisho puguru, mwisho itavunjika. Unanielewa vizuri eh? Bwana asifiwe. Hakikisheni ukisikia vyombo vinaanza kulia msisubiri mpaka mchungaji aseme tunachangia tutengeneze speaker. Itakuwa sio safi. Ukipata hela
Kuna baraka zingine ambazo zinachotwa kimya kimya, sio mpaka mchungaji ajue. Mchungaji anafika anazitema tu. Kwa nini? Kuna vitu vimetokea. Bwana asifiwe sana. Hivi vitu mimi ndo Mungu amenisaidia mpaka leo kuvifanya. Mimi kilichowekwa ndani ya moyo wangu, huwa sipendi kuona kazi ya Mungu inafeli. Na kile kitu kilichofanya hivyo ndio kimesababisha hata huduma yangu inakuwa. Maana Mungu anaangalia ule responsibility ya kwangu. Bwana asifiwe. Sasa kuna mtu nakuta mpaka taa ikiungua mpaka watangaze kanisani muichangie, na iandikwe na msomewe taarifa kwenye vikao. Hivi kweli wewe ni mwenda mbinguni wewe? Hamna. Mungu ameshakupisha. Bwana asifiwe sana. Ndio maana anasema mpende Bwana Mungu wako ukamtumikie kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote, kwa nguvu zako zote, na kwa mawazo yako. Maana yake yaani prana zako ziwekeze pia kuifanya kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. Na milango mingi itafunguka. Hiyo ndio bidii. Amen. Lakini baada ya bidii kuna sadaka. Sadaka zina aina. Kuna sadaka na kuna kafara. Sijui unanielewa hapo? Kuna sadaka, kuna kafara. Wazungu wanasema offering and sacrifice. Sadaka ni mali unayoitoa kwa moyo wa kupenda ili kuimarisha madhabahu ya Mungu. Lakini kafara ni mali unayoitoa wakfu, inayokugusa na kufanya Mungu heshima yake ikuelekee hata kama haikuwa na mpango na wewe. Ndio maana kafara kibiblia iliitwa kama sadaka ya kuteketezwa. Ibrahimu anaambiwa atoe sadaka ya kuteketezwa, kafara. Kafara yenyewe ni mtoto Isaka. Inauma lakini unatoa. Bwana asifiwe. Sasa wengi huwa wanakataa kumtolea Mungu sadaka, wanakataa kumtolea Mungu kafara, wakijua kwamba watakufa maskini, wanatajirisha mchungaji na vitu vya ajabu ajabu wanavyodanganya. Lakini nataka nikwambie, sadaka ni kwa faida yako. Amen. Sisi kwa sasa hivi tumeokoka, hatutoi kafara ya damu, hatutoi ng'ombe wala mbuzi tuchinje ili tuhesabiwe haki. Mtu yeyote anayechinja mbuzi madhabahuni au ng'ombe ni mshirikina kwa mujibu wa maandiko, maana alishachinjwa Yesu mara moja msalabani, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Bwana asifiwe. Lakini kafara ni ile sadaka inayokugusa, ambayo inasema kwa kweli, ila hamna shida, acha nimpe nani? Sasa wengi huwa ile sadaka zinashindwa kuleta matokeo kwao kwa sababu hii. Unatoa sadaka alafu moyo unabaki na msiba kiasi kwamba ni kama umeibiwa. Kuna mtu mmoja alikuja nikamwombea, akampokea Yesu, akaniambia hivi, mchungaji, mimi miaka 19 yote mchungaji fulani anakula sadaka zangu, sijui niende nikadai sadaka zangu. Nikamwambia wewe ni mpumbavu, una akili. Na nikamwambia kama ni hivyo, hata hapa usisali, maana unapotoa sadaka kwa Bwana unafikiri sisi ndio tunakula. Nikamwambia wewe umepata mikosi kwa sababu hukumpa Mungu sadaka, ulimpa nani? Fulani. Bwana asifiwe. Ukitoa, toa ukisema moyoni, Mungu nimekupa. Mungu anasihi kwa vinywa vya watu na ananena nasi kupitia watu. Hawa wanapokea ni reception tu, lakini headquarter ni Mungu mwenyewe. Bwana asifiwe. Ndio maana sisi TAG
tuliwekewa mfumo wa Bezaleli. Wengi wameshajaji wakisema mimi nataka hiyo sadaka iombewe. Inaombewa na ofisi kule inakokwenda. Lakini tunapotoa kule, je, tunampa mtu au Mungu? Kwa dhamira zetu na maono ni tunampa nani? Kwa kuwa tumempa Mungu, hata kujaji sasa zinaenda kufanya nini? Bwana asifiwe sana. Sadaka inaimarisha madhabahu. Kuna sadaka aina 10, na kila sadaka ina kazi yake. Yaani si hapa tunatoaga tu, hapa naona kuna sadaka ziko ngapi? 2 tu, 3. Sadaka za kawaida, zaka na shukrani. Ila ziko 10, kuna 7 hazijatolewa. Na kila sadaka ina kazi yake. Mfano, hii sadaka ya kawaida inaufungua ushirika wa ulimwengu wa roho kati ya Mungu na wewe. Ile nguvu ya Mungu, ulinzi wa Mungu unafurika kwako na kukukinga dhidi ya maadui zako. Ndio maana unarogwa ila haufi. Kinachokulinda usife ni hii sadaka unayotoa ya hiari. Na mtu asiyetoa sadaka ya hiari kwa uaminifu, wachawi wanamuona ni mweupe. Yaani maana yake hata wakimkanyagisha mlambo anaukanyaga na unamzuru, kwa sababu hana ulinzi. Hii sadaka inatunza utukufu wako. Hii zaka ni beacon inayolinda mustakabali mzima wa mali zako. Hii ya shukurani nayo ni sadaka inayofungua milango ya baraka mingi kupitia ule mmoja uliofunguka. Bwana asifiwe. Kuna nyingi hapa bado. Kuna mzaliwa wa kwanza, nazo ni sadaka au limbuko kwa lugha nyingine. Kuna sadaka ya nadhiri, kuna sadaka ya ukombozi, kuna sadaka ya amani, kuna sadaka ya kuinuliwa mikono, kuna sadaka ziko 7 hapa hazijataja, na kila sadaka ina kazi. Ninyi msipozitoa kwa Bwana, wale upande wa pili kwenye madhabahu zao wanatoa. Ndio maana wanapata nguvu za kutushinda. Bwana atusaidie. Hebu mwambie mwenzako, jiimarishe kwenye sadaka. Mungu atakubariki. Sema amen. Mimi maisha yangu, namshukuru Mungu, maisha yangu ni sadaka. Yaani sina kitu cha kwangu, ila vitu vyangu ni vya Mungu, na vile vilivyo vya Mungu haniachi. Asante sana. Sasa leo, jana tuliangalia kanuni 4. Amen. Kasema kanuni ya kwanza ni toba. Toba inafanya kazi mbili. Kazi ya kwanza inaweka mpaka kati ya mtu na zile roho chafu. Kazi ya pili inamfanya Mungu aamke kwa ajili yako, akusaidie hata kama hukustahili. Lakini kazi ya pili ni maombi ya kufarakanisha, kujifarakanisha na yale maagano. Kama ilivyo neno, baba zetu walitenda dhambi hata hawapo, na sisi tumeyachukua maovu yao. Kumbuka, hilo neno ndio linafunua msingi wa matatizo. Lakini kwenye maombi haya sasa, kuna neno linalotuokoa kupinga hilo neno ambalo limetengeneza mtandao wa mateso, ambalo linatoka kwenye Ezekieli 18:20. Limetupa haki tukisha kuwa ndani ya Kristo, kwamba roho itendayo dhambi ndiyo itakayo kufa. Baba hatachukua uovu wa mwana, wala mwana hatachukua uovu wa baba. Sasa unajifanyia meditation mwenyewe. Kama roho itendayo dhambi inakufa, waliotenda dhambi si hawapo? Walishakufa. Mimi sasa natesekaje leo kwenye hatia isiyo ya kwangu? Kumbe nakataa, natoka kwenye hayo mateso, hayo magonjwa, hayo malani, vile vifo vya aina moja, na kikataa. Na ukikikataa
huu, tayari Bwana anakutoa. Bwana asifiwe. Lakini hatua ya tatu nikasema ni kujihamisha kwenye yale madhabahu na zile maagano za kishetani, kwamba mimi kuanzia sasa si mali ya hizo madhabahu, hata kama zimetoa kafara jana, hata kama zimenitaja vipi, mimi si mali yao. Nimeshampata Yesu na imeshaandikwa kwenye kitabu cha Wakorinto, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo anakuwa kiumbe kipya. Kuanzia leo mimi ni mpya. Historia zote za kuonewa ninazikataa. Unajua haya yanaondoka kwa maneno yako, kwa sababu yaliingia kwa nini? Kwa maneno. Usisubiri kwamba kwa kupigwa kwa Yesu yote yamekwisha. Jamani, kufa kwa Yesu msalabani kulifanya kazi kubwa sana. Kazi kubwa aliyoifanya Yesu msalabani ni kufungua mlango wa sisi kupona. Amen. Kulifungua mlango wa sisi kufanyaje? Sasa unapong'ang'ania kwamba alimaliza yote, ni sawasawa. Unachomaanisha ni hivi: wangapi mmewahi kufuga kuku? Kumbe wote. Asante. Kuna experience ya mfugaji iko hivi: ukichukua kamba ukamfunga kuku mguuni, sawa, ukamkamatisha hapa kuanzia saa kama hii saa 1 mpaka saa 10, ukimfungua huyo kuku hiyo saa 10 atatembea? Kwamba unamfungua tu anakuwa kama mbuzi anaruka, anafanyaje? Si anabaki hapo. Tena usipokuja kumfukuza hadi saa 12 inamkuta hapo, hadi saa 1 inamkuta hapo, hadi usiku anaweza akalala hata hapo, kwa sababu akili yake ina concentrate kwamba bado amefanyaje. Bwana asifiwe. Sasa tunapookoka, Yesu, ile wokovu tunaosema wa Kristo kwenye maisha ni sawasawa na mtu amekuja kukata nini? Kamba. Sasa ukibaki imekwisha, umefunguliwa kamba, ila bado umekaa pale. Ndio maana yanakuja yanakutesa. Kwa hiyo alichokifanya Yesu ni kwamba kwa kuwa umefunguliwa kamba, anza kutoka kwenye hivyo vifungo, anza kufanyaje? Kumove out. Na ukimove ile kamba haikufuati. Kwa hiyo hatua ya kwanza ya kumove ndio hii tunafanya katika jina la Yesu. Historia yangu imechange kuanzia sasa, na utaona matokeo kwa jina la Yesu. Kwa hiyo unapojihamisha, tayari unahamisha na ndugu zako, hamisha wazazi wako, hamisha ndugu zako. Umeokoka wewe peke yako kwenye familia yako. Ile roho iliyowafanya wawe wapagani ikatai kwa jina la Yesu, alafu inyang'anye ndugu zako. Mimi nilinyang'anya ile roho. Ndugu zangu wengi walikuwa hawajaokoka, leo wameokoka. Yaani mimi hata wajomba, ndugu wa mama, nilinyang'anya madhabahu, mpaka leo wameokoka karibu wote. Kuna mmoja alikuwa mtukutu, sasa hivi ni mzee wa kanisa. Huwa tunaongea tunacheka kweli. Ni manager msaidizi wa TANESCO pale Ilala. Huwa tunaongea tunacheka sana, anasema ila wewe basi. Nasema wewe mzee, piga kazi. Mzee wa kanisa pale anamtumikia Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hivi viroho ukivikataa vinatoka, na vikitoka utashangaa huduma itakuwa nzuri, maisha yatakuwa safi, kazi itakuwa nzuri, familia itatulia, mikosi itaondoka, kila kitu kitakuwa sawa. Amen. Lakini kanuni ya 4 ni vita. Piga. Bwana Mungu wako
atakapokutia katika nchi unayokwenda kuimiliki, atakapoyatoa mataifa 7 yenye nguvu kuliko wewe, utawapiga. Wakati huo waondoe kabisa. Hapo unapigana na matokeo ya zile roho. Bwana asifiwe. Sasa katika hayo tumepiga, ninajua kuna watu wengine mmepata ndoto, si ndio? Ukiota bibi aliyekufa kwamba amekuja kufa tena, ujue sio bibi, ni zile roho ulizozikemea. Ukiona mama kwenye ndoto anakuja kufokezana na wewe, ujue sio mama, ni ule mzimu ulioupiga jana. Kwa nini vinavaa sura hiyo? Vilipewa umiliki wa kukumiliki zamani, lakini sasa umevishinda. Manake utu wake kwako umekufa. Wewe ni kiumbe kipya kwa damu ya Yesu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo endelea kushindana, endelea kukemea, endelea kuvunja. Mungu ni msaada wako. Nazungumza sasa leo kanuni ya 5, ya 6 na ya 7. Amen. Kanuni ya 5. Kumbuka, madhabahu za kishetani sasa hazikutambui, kwa sababu umekuwa mwana halisi wa nani? Wa Mungu. Na umeikataa ile madhabahu ya mizimu, ya majini, ya mapepo iliyokufunga zamani. Umeipiga kabisa na kuyavunja yale maroho yaliyokutesa, na umejifarakanisha kabisa, na umepatana na Yesu. Sasa ukishagundua hili kwamba umepiga, kumbuka madhabahu iliyopokea kafara, iliyokuwa inaamua wewe uwe maskini, iliyokuwa inaamua wewe uwe mgonjwa, iliyokuwa inaamua usiolewe, sasa haipokei tena kafara inayokuhusu wewe. Maana yake agano la mateso yako limekwisha. Kwa maana hiyo sasa, pandisha imani mpya, ukaimarishe madhabahu ya Mungu wako. Narudia tena, pandisha imani mpya, ukaimarishe madhabahu ya Bwana Mungu wako. Yaani, badilisha mtazamo wa kimapokeo, wa kiimani, wa kimaisha. Never surrender for any spirit of devil. Tusikubali kushindwa kwa roho yoyote ya kishetani. Sisi sio type yao. Bwana asifiwe. Unanielewa mpendwa? Bwana asifiwe. Imani ni ubishi, kuto kukubali kushindwa, hata kama dalili za kushindwa zinaonekana. Hiyo ndio imani. Yaani, umeshaumwa ndio, majibu ya daktari yamesema una kansa, ila wewe unasema sina kansa, mnanidanganya nyie, sindweni kabisa, naenda kuishitaki kwa Bwana. Unamshitakia Bwana, ghafla Bwana anafuta kansa, unapona. Umba imani. Bwana asifiwe. Sijui unanielewa? Ongeza juhudi, bidii, jitihada ya kuimarisha hii madhabahu ya Mungu. Naomba tusome andiko hili, Kumbukumbu la Torati sura ya 12 mstari ule wa 5 na wa 6. Kumbukumbu la Torati sura ya 12 mstari wa 5 na wa 6. Amen. Lakini mahali atakapopachagua Bwana Mungu wenu, katika familia, katika ukoo, katika jamii, katika mtaa,
katika mji wenu, katika kabila zenu zote, yaani atakapoweka madhabahu, yaani kanisani, ili liwepo jina lake, maana ni makao yake. Elekezeni nyuso zenu hapo, na wewe uende huko. Subiri kidogo mama. Bwana asifiwe. Hii ni kanuni ya 5. Maana yake ni hivi: baba zetu walikuwa wanatambika kwenye mizimu kila usiku, wakichinja ng'ombe, damu wanapeleka pale. Kila wiki wanaviswalia vile vimapepo. Kila miezi mitatu wanavipa kafara. Kila mwaka mnakutana kijijini, mnapandilia makaburi, mnajengelea, mnayaabudu, mnachinja ng'ombe, mnakula pamoja. Sasa hayo sio maisha yako mlokole, hayo sio maisha yako tena kwa jina la Yesu. Ila maneno haya anaposema, lakini atakapopachagua Bwana Mungu wako. Bwana Mungu wako anatajwa wapi? Anatajwa wapi Mungu wako? Hebu mwambie mwenzako, ongeza bidii ya kusali, ndio kuimarisha kwa kwanza kabisa madhabahu yako. Bwana asifiwe. Yaani hata kama mimi nikuambie vile Mungu mimi alivyonisaidia mpaka nikayashinda ya maroho. Mpaka leo that is my discipline. Ukija kwangu muda wa ibada, hata kama ni mama mkwe, na kuambia chagua, haya twende wote au ubaki na linyumba, mimi niende kwanza nikafanyaje? Nikasali. Maana unajua my discipline is prayer and service. Kwa nini wewe unanijia kwenye muda wa ibada? Kweli na kuheshimu umezaa mke wangu, hii ni mama wa malkia wa nyumba yangu, lakini Mungu anaheshimiwa kuliko wewe. Sasa ikiwa ni mama mkwe, mimi nikwambie, nimewahi kupoteza hela. Tumefanya appointment na mtu aje anipe milioni 6. Nikamsubiri saa 8 atokee, saa 9 atokee, saa 10 na muda wa ibada unafika, nikaziacha zile hela nikajiendea. Nimefanya ibada, anakuja kutokea saa 11 kasoro 5. Na mimi nikiwaga kanisani sizimi simu, naweka silence ili mtu anayenipigia niangalie ni nani. Akapiga piga mimi sipokei, niko naomba. Saa 12 nampigia, anasema wewe mjinga, mimi nilishapita. Nikasema mjinga mwenyewe wewe. Wewe tangu saa 8 nimekusubiri hadi saa 10, halafu unatitewa kwenye ibada. Hakuna. Haya basi, nimeshatafuta mtu mwingine nampa hizi hela. Nikampe. Akasema utakufa maskini na huyo Yesu wako. Nikasema sawa. Akaongea na mwenye nyumba niliyokuwa nimepanga kwake. Wakafanya njama, wakanifukuza. Wakaninyang'anya kwamba wananidai hela. Wakaficha na godoro na sofa na TV yangu. Nikasema sawa, Bwana sio mtu, siwezi kulikana kusudi la Mungu. Nikaviacha nikaondoka. Wewe ile uimarishaji wangu wa madhabahu, akatokea mtu mwingine kutoka Marekani akaniambia, Bwana ameniambia unapitia kipindi kigumu, nataka nikubariki mtumishi. Nikasema bariki kabisa. Akasema hebu nitumie akaunti zako ya Vodacom, M-Pesa pamoja na Western Union na MoneyGram, ndio ninatumia. Sawa. Yaani sijakaa sawa dakika chache nikashangaa M-Pesa inasoma milioni 4. Nikasema Mungu wangu, naota au mtumishi nilikuwa na 8,000 tu, hadi kodi ya nyumba sina, nimebakiza vyombo vyangu ndani na cheki milioni 4. Nikasema bwana, Mungu huyu. Nikaenda kwa dharau na mada
Nikamwambia nipe vitu vyangu, hela zako hizi hapa. Kumbe ulikuwa na hela? Nikachukua vitu vyangu nikahama. Tena nyumba niliyohamia sasa very classic. Kutoka kwenye kodi ya 50,000 kwa mwezi nikalipa 120,000 kwa mwezi. Simepanda cheo. Nikanunua na kiwanja nikaanza na ujenzi. Sijakaa sawa, ile akaunti ya Western Union nimemtumia inasoma pale $2,500. Kwenda exchange dola moja ni 2,800. Kuja kucheki hivi, Mungu wangu, karibu milioni 6 na kitu. Sijakaa sawa, baada ya wiki MoneyGram ikasoma. Naenda kucheki $3,200. Na cheki hivi, yani Mungu alinifanyia double. Ndani ya wiki 2 nikajikuta na karibu milioni 23. Ndugu yangu, nikaanza na kuendesha kapikipiki na nyumba yangu inaisha. Yule bwana mpaka hivi tunakutanaga barabarani, yeye bado yuko na baskeli na pikipiki na kanyumba kake kamoja, lakini mimi nina gari, nina nyumba zangu. Bwana asifiwe. Kwa maana hiyo, jiimarishe kwenye nini? Ibada. Iweke ibada kipaumbele, uende huko. Lakini sasa usiishie tu kanisani. Tengeneza mazingira ya kuabudu kwako, nyumbani kwenu. Kwani kabla hamjaokoka, si mlikuwa mnaleta waganga nyumbani kwenu? Wanazindika nyumba, wanawapiga matare na hela zenu wanachukua na kuku wanabeba. Leo umeokoka, fanya ibada kwako. Andika mtumishi aje aombe kwako. Hata siku moja mwe mnatuita dina, tunakula kwenu. Tukitamka baraka tumeshiba nyama, hizo baraka zinaishi. Bwana sifiwe sana. Ile maombi mnayoomba, madhabahu ya Mungu inapata nguvu za kuwasaidia. Ngoja nikuibie siri. Nyumba ya Mkristo anayeomba, wachawi wanaiona kama kituo cha shoti ya umeme. Usichojua, kama unafanya ibada nyumbani, wewe unawalinda hata majirani zako. Kwa kuwa nyumba ya Mkristo ilipo, kama hii ni nyumba ya mzee Swenya, mita 100 kwenda huko, mita 100 kwenda huko, mita 100 kwenda huko, mita 100 kwenda huko, inatengeneza liduara, linakuwa kama upinde wa moto na linapanda juu kwa mita 500. Kwa hiyo huo ni ulinzi. Kwa hiyo mita 100, kuna majirani wangapi kutoka? Si ni 3 4 kwenda hivi. Hawa wote hao si wako huko kote wapo, huko kote wapo. Hilo duara lote hawawangiwi na wachawi kwa sababu ya nyumba yako. Kwa hiyo wewe sio mtu wa hasara, ni baraka hata kwa watu wengine, zile ibada za nyumbani. Ndio maana ukiwa umeokoka alafu usiombe kwako, watawaangia jirani, watawaangia mpaka na wewe. Kuna mzee wa kanisa mmoja alikuja kwangu mpaka akanionyesha tale mpya. Za mchungaji, nimechanjwa hapa, angalia. Na angalia hivi, Mungu wangu, tale 8. Nikasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mlokole kweli. Mpaka wanaweza kukuchanja tale. Hawa hata kukuchinja wanaweza. Bwana tusaidie. Ili wasiweze, imarisha ibada. Imarisha ibada. Bwana asifiwe. Mstari wa 6 inasemaje mama? Malizia hapo. Pelekeni kwenye ibada. Pelekeni kanisani sadaka zenu za kuteketezwa. Hizo ndo zinaitwa sadaka za ukombozi. Na dhabihu zenu na zaka zenu. Sasa
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na kwa kuwa tuko kwenye maombi, hii wiki yote tunayoianza kesho, yarudie maombi haya. Halafu Jumapili chukua sadaka yako nzuri, njoo nayo hapa madhabahu. Kuhani akutamkie baraka. Sio, unanielewa? Jumapili na mimi ya kwangu tutaambatanisha, maana na mimi ni mshirika wa hapa. Tufanye jambo lenye maana. Chukua sadaka yako nzuri kwa ajili ya familia yako. Sadaka hiyo tunaweka agano na Bwana. Kama Mungu aishivyo, hizo roho zimetushindwa. Sadaka ni kanuni inayoimarisha nguvu ya madhabahu yako na kuamua hatima mpya ya maisha yako, kinyume na zile sadaka za kale. Kuna mtu anasema, hakuna sadaka inayotakiwa tena kutolewa wakati wa maombi. Wewe ndio utakutoa sasa. Yaani hapo ndio utakutoa. Tena usiwe mzembe. Jamani, tumepewa neema ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anatusaidia katika yote tunayoyafanya, lakini kanuni za kiroho ni zile zile. Kilichobadilika ni hatuchinji, kwa sababu alishachinjwa Yesu kwa ajili yetu. Bwana asifiwe sana. Hapa anasema pelekeni huko sadaka zenu za kuteketezwa. Tena anaongeza anasema na dhabihu zenu. Dhabihu ni sadaka ya wakfu, kwamba Bwana, hii hapa nakupa kwa moyo wa kupenda. Umenitendea mengi sikustahili, mimi ni nani nizifanye kwa Bwana? Unatoa. Amen. Tena anaongeza anasema kwamba na nini? Na zaka zenu na sadaka za kuinuliwa mikono yenu na nadhiri zenu na sadaka zenu za hiari, wazaliwa wa kwanza wa makundi yenu, kwa ya ng'ombe na ya kondoo, na huko mtakula mbele za Bwana Mungu wenu, nanyi furahini katika yote aliyowabarikia Bwana Mungu wenu. Bwana asifiwe. Amen. Sasa kwenye hii kanuni, unapotoa sadaka, ili ile nguvu ya madhabahu ifute hatia, hakikisha ile sadaka ina tamko la kikuhani. Bwana asifiwe. Ndio maana mna mchungaji wenu Swenya. Sadaka tunaileta wapi? Madhabahuni, ili mchungaji wetu atutamkie tamko kwa Bwana Mungu wetu kwamba sisi sio wale tena, sasa ni kiumbe kipya. Amen. Unanielewa vizuri? Sadaka za kafara zilizotolewa kwenye madhabahu za Shetani zilinenewa na makuhani wake, ambao ni waganga wa kienyeji, ambao ni watambikaji. Wewe mwenyewe si unajua, kwenye zile madhabahu za ukoo wamekuja waganga, wanapiga njanga, wamechinja, wamevifanyaje, wameviambia na wamewalisha na nyama na pombe juu. Sasa leo sio wale. Kuhani wetu ni mchungaji anayekuwa advocate wa Mungu kwa kanisa. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kanuni hii inapindua ile. Bwana asifiwe. Wangapi tuko pamoja, unanielewa? Asante sana. Kanuni ya 6. Ukishaimarisha madhabahu hivi kwa sadaka, sasa hapa ndipo linapotimia ile neno ambalo tulilisoma kwenye utangulizi, ambalo ni fimbo ya wanatheolojia, ambao wanasema hivi: hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo anakuwa kiumbe kipya, ya kale yote yamepita, tazama yamekuwa mapya. Maana yake
kanisa imekufa. Kama nilikuwa nimeambiwa ninaumwa magonjwa na ninasikia naumwa, nikienda hospitali wanapima hawakuti ugonjwa, kilichoniumwisha kimekufa. Kama watoto wangu walikuwa wakienda darasani wanazimia, hawasomi, hawafaulu, sasa watafaulu, maana kilichokuwa kinawazimisha kimekufa. Kwa sababu hiyo mimi ni mpya kwa Yesu wangu. Bwana asifiwe. Sasa kwa kuwa ni mpya hapo, utajua kwamba sasa kumbe mtu ambaye hajayakataa hayo maagano ni mtumishi ila sio kiumbe. Sijui unanielewa? Kwa nini? Bado unasomeka kule unasoma na huku unasoma. Ni kipya kwani? Ni kikuukuu kimebadilisha tu uraia. Ni Mtanzania aliyeko Marekani. Ni Mtanzania aliyehamia Kenya akajenga nyumba kule, lakini bado akifa maiti inaletwa hapa Tanzania. Bwana atusaidie sana. Ni muhimu sana tuhame. Sasa ukishahama unaingia kwenye kanuni ya 6. Kanuni ya 6 ni hii: unammilikisha Mungu maisha yako, kazi zako, watoto wako, ndoa yako, mipango yako, mali zako. Kwa nini? Mungu peke yake ndiye atakayekuwa the final say of your life forever. Yani ndiye msemaji wa mwisho, ndiyo muamuzi wa mwisho, ndiye kauli ya mwisho juu ya kitu chochote cha maisha yako. Sio madhabahu nyingine, sio wachawi, hata wakae kikao wajadili nini, wewe haufiki kule. Mungu ndiyo kila kitu. Bwana asifiwe. Mmilikishe. Mmilikishe. Leo tummilikishe Mungu. Bwana asifiwe sana. Mimi wakati navunja haya maroho nilikuwa bado sijaoa, na wakati huo nilikuwa na tatizo. Ngoja nikupe ushuhuda huu. Bwana asifiwe. Nikiwa muabudu shetani zamani zile, niko chifu star satanisti Alpha Nistasa ya Kabulalo. Kuna hawa wakina Kanumba, hawa wakina Shalo Milionia, wakina nani wengi tulikuwa nao kwenye zile ibada za kishetani. Tukawa tumeenda kuwapa kiapo cha kutoa kafara kizazi. Kwani nyewe Kanumba si mnamjua? Umewahi kusikia ameacha katoto duniani? Asingeweza kuacha, kwa sababu Kanumba na mimi tulikuwa ofisi hii ya Dark Angel Whitecraft, Juzi Whitecraft, Alpha Nista, kwenye Burian Head Dragon Kamoria. Yani tulikuwa mikakapa Adidas, mimi naangalia huku ya naangalia tuko uchi. Kwa hiyo sasa kwenye kile kiapo, ni kiapo cha karibu tu cha utawala, kiapo cha 3 utawala. Maana mimi nimeokoka nikiwa daraja la 3 utawala. Ukisikia daraja la 3 utawala, acha wale wanaosema mimi nilikuwa nafasi ya 2 kutoka Lucifer, wengine ni uongo. Daraja, yani watu Freemason wote ukiwauliza daraja la 3 utawala la kuzimu ni lipi, watatetemeka, wasema huyo mtu sio wa kawaida. Yani daraja la 3 utawala ni kama tuseme nani, kama hadhi ya nani, kama jaji mkuu kiongozi, yule nani, katibu mkuu kiongozi, ni cheo kidogo. Si ni mtu hadi analindwa na bodyguards. Nilikuwa mimi daraja la 3 utawala. Ndio maana siri ninazokuambia wengi hawaelezi. Na vile navyo mdharau shetani
Ni kwa sababu nimefanya kazi na yeye kwa ukaribu, nguvu zake zote nazijua. Ndio maana tangu niokoke mpaka leo wameniwinda mno kuniua. Mpaka leo wamenikosa kwa vifo 59. Miaka 12 ya wokovu, vifo 59. Bwana amenikwepesha. Bwana asifiwe sana. Kwa nini wananiwinda? Watu kama mimi ni hatari kwao, maana siri zao za sebuleni mpaka za chumbani tunazijua. Ndio maana mtu kama mimi akiokoka huwa wanamuwahi, wanamfanya zezeta, kile hakiongeagi kibubu, kizezeta mate anatoka, ni chakulisha alisha kama mbwa hadi kinakufa katika hiyo hali. Lakini mimi walinikosa kwa sababu kwanza niliangukia mikononi mwa Yesu. Nikapata msaada wa wachungaji, wakanikamata. Nikakaa chini yao miaka 3 nafundishwa. Nilipojazwa Roho Mtakatifu haraka sana nikaanza kuingizwa kwenye huduma. Na Roho Mtakatifu akiingia kwenye maisha, mkataba wowote anafuta, anatawala yeye. Lakini wakati ambapo wangenivizia kuniua, nikayakataa haya maagano. Nilipoyavunja haya maagano mpaka leo, kuzimu huwa inataja jina langu, ila password imeshahama. Sio yule tena, ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo sikwambii kitu mzaha, nakwambia kitu ambacho hata mimi Bwana amenitendea. Sasa mimi tulimpa shetani vizazi kwenye kiapo kile. Unakuwa mko uchi wa nyama, uchi kabisa wa nyama, na tunamwambia hivi, na kukabidhi kizazi changu kiwe rehani kwako, Mungu Lusifa, na kuwapia nitakutumikia milele. Na mnafanya hivi, wanakamata sehemu zenu za siri, wanachoma sindano, wanaziua nguvu za kiume za kizazi. Wakishavuta ile nguvu, wakiitoa, wanakupakaa dawa, wanakupakana kifuani, unaletewa mtu mzima. Mnachukua visu, mnaanza kumkata, analia, mnakata, mnakula, mnakata, mnakula mpaka anakufa. Ile mifupa mnapelekea majini, mnaisaga, yani inachomwa, inakauka, inasagwa, inakuwa majivu. Majini yanakula. Hapo mna agano la mtu jini. Ndio viapo tulivyo hapa. Ndio maana nakwambia hivi, sio rahisi kuokoka, ila Kristo anaokoa kweli. Kwenye hatua niliyokuwa nimefikia, mkono huu nilikuwa nikifanya hivi, watu 500 wanakata roho kwa sekunde. Nilikuwa na nguvu, sio yani hivi unavyoniona. Bwana anabadilisha. Macho yangu tu haya yalikuwa na uwezo wa kukuangalia na nikakugeuza ukawa majivu. Nilikuwa napotembea na utukufu wangu kama wa mwana wa Ibilisi. Acha tu hizi shuhuda tunashuhudia, kuna mengine siwezi shuhudia hapa, maana hayana faida kwako, ila yatakumaliza. Kuna maneno nikiyataja hapa utashangaa mvua inaanza kunyesha. Ni kwa nini? Nilikuwa in deep sana, lakini Bwana amefuta. Kwani simu zenu hamna message mnazionaga, wanaambiwa kwamba ukipigiwa simu na namba hii na hii na hii na hii usipokee?
Si mnazionaje? Hizo namba huwa tulikuwa tunazitengeneza sisi. Na mimi nilikuwa na namba yangu, kodi namba satanike, ambayo ni kama mmewahi kupigiwa na namba 0000 111 333 5555. Ile ni kodi namba satanist. Lakini 111W 777, ile tena ni kodi namba satanike. Lakini kuna 1111 3333 999, ile tena ni kodi namba ambayo nilikuwa natumia mimi, na simu ilikuwa ni kiganja cha mtu, cha mkono wa mtu. Hizo simu zote hizo zina neno fulani la siri, siritaji. Usije ukalifanya ukaiharibu hiyo simu. Ila hii ilikuwa tukitaja lile neno tunainuia na nguvu zetu. Nina uwezo wa kukupigia wakati sina namba yako. Hata ukiizima naiwasha mimi. Ukitoa betri, hapo ndo umenikomesha, maana connection ya electronic inakuwa haipo. Lakini ukirudisha tu electric ikasoma, nawasha mimi na ninakupigia. Na ukipokea nafanya nachotaka. Hauwezi kupinga. Maana tunaisoma nyota, tunaiunganisha. Hizo zilikuwa na connection ya Abdon Apolioni, ambayo ni kodi namba ya Chief Stars Satanist. Nilikuwa vibaya, nilikuwa mbaya. Hizo rasta hizo wa mama mnazosuka hizo, nyinyi hamjui zinafanya kazi gani. Hizo ni mali za kuzimu. Tulikuwa tunazitumia sisi. Ukiishika hivi ukaifinya inatoa damu. Ukimnuia mtu yuko Marekani, wewe huko Tanzania Iringa, anakufa kule, wewe umenyonga nywele. Dunia hii ilikuwa mkononi, kiganjani. Kitu gani ambacho mimi ningiokopa? Ndio maana nakwambia hivi, hawa wanasiasa wengi walikuwa wanakuja kuomba nguvu kwangu. Mimi nilikuwa naabudiwa, napandishwa kwa appointment za kimataifa. Tanzania, Afrika hii na nchi 54. Nchi ambazo nilikuwa sijakanyaga kufanya kazi ni nchi 7. Lakini nchi 47 zote nimesha kanyaga, na nilikuwa na washirika wangu huko na majini yangu huko. Duniani nimetembelea nchi 97. Na nilikuwa chifu na heshimika kwenye michango ya kimataifa. Lakini nilikuwa bado daraja dogo sana, daraja la 3 utawala, kati ya daraja ziko 7. Bwana atusaidie. Sasa nikiwa nimetoa kafara kizazi, ni wakfu mali ya shetani, neema ya Kristo katikati ya uharibifu ikanitembelea. Yesu akaninyang'anya mikononi mwa shetani, kama nilivyoshuhudia Jumapili. Si unakumbuka? Nilivookoka, kumbuka, kuzimu nilienda na mwili huu. Na kila kilichofanyika kwangu kilifanyika kwenye huu mwili. Mpaka leo nina alama, nilimwonyesha baba. Hizi hapa, hata huko unaziona. Hii ni meno ya nyoka haya hapa, ambayo yalikuwa anaingiza jino huko, na mimi nabadilika na kuwa chatu. Nina alama hapa ya lulu ya jini sharifu. Nina kafara hapa za tatu zilikuwa zinatoa damu lita 7, 3 kila wiki. Na hii moja, hii 2. Nina antidote chepa, sindano ya sumu hapa. Na nina alama za miunguzo niliyounguzwa na maombi ya Wakristo. Kwa hiyo nilikuwa mtu. Hadi humu nina alama za miziriko, chale za majini ya hewa nayo humu. Na nina koma la unyagu
kama alama tata ambazo ziko hapa, na nina alama ya mlando, kiapo ya damu, vyote kwenye mwili. Kristo aliponiokoa alifuta vyote, wakabaki kovu tu ndo zimebaki. Kwa hiyo nilikuwa na mwili. Sasa vile nimeokoka, kumbuka kizazi nilimpa nami. Kwa hiyo hata kama nimeokoka, uwezo wa kuoa sina, uwezo wa kuzaa sina. Hata nikioa nakaa na pambo dada, mama, sina kizazi. Bwana tusaidie. Nimejazwa hadi Roho Mtakatifu. Wenzako nilipata neema ya kupita jeshini. Hapa nilipo nimeacha kazi ya polisi, nilikuwa askari. 2014 nimepata msaada mimi wa kwenda jeshini. 2015 tarehe 18 nikawa nimesajiliwa, wakati ya IGP Simon Silo ameteuliwa na Magufuli, na mimi system ya kwanza ya Silo ndio vijana wake sisi. Nilikuwa askari mimi. Niliacha kazi makusudi kwa ajili ya Injili. Ila nisingekuwa Injili saa hizi ningekuwa kikosini. Bwana asifiwe sana. Sasa nikawa nimeshapata kazi, bado sina kizazi. Nikaendelea kusali sana kwa uaminifu na hubiri Injili huko na huko. Watu wanapona kwa maombi, ila sina kizazi. Nikaomba ruhusa, nikahamishwa kitengo. Kuna kitengo cha polisi kinaitwa CID, Intelligence. Kile ni kitengo cha maafisa wale wa upelelezi, ambacho unaruhusiwa kusafiri popote imradi uwe kwenye system unasoma na uko online kwenye kazi. Nikachaguliwa huko, nikawa free kuhubiri Injili kokote, huku nafanya kazi ya Kaisari. Sasa nimemaliza kusoma. Askofu wangu marehemu William Kitebente akaniambia, kijana, sasa unatakiwa uoe. Nikasema toba, naoaje? Na muoa nani? Maana network unable to connect. Naoaje? Nikamwahidi kuacha kazi ya polisi, na nikaanza process za kuandika barua ili niache. Lakini issue ngumu ni kuoa. Naoaje? Bwana atusaidie sana. Unanielewa? Hapo tunabishana na askofu nioe. Roho Mtakatifu akanifunulia kanuni 7 za kuvunja maagano ya madhabahu za roho zinazofuatilia. Nikaanza. Nilipovunja kanuni ya kwanza, kanuni ya pili, kanuni ya 3, kanuni ya 4, kanuni ya 5, nilivyotoa sadaka na kutangaza madhabahu ya Bwana peke yake ndiyo itakayoamua hatima yangu. Kilichotokea, nikaanza kummilikisha Mungu maisha yangu. Wakati naomba nikasikia, mmilikishe Mungu mke wako, mmilikishe Mungu watoto wako. Nikasema watoto gani sasa? Na wapataje sasa? Ni wa kiroho, wa kimwili? Nikammilikisha wewe. Pale baada ya kummilikisha, nikaingia na hatua ya 7. Nilipomaliza yale maombi, nikapata mshahara kwenye kazi yangu. Nilipopata mshahara, akili yangu ikanituma ninunue simu janja nzuri ya kisasa, touch screen. Nikanunua. Roho Mtakatifu kaniambia, peleka hela na hiyo simu ikawe sadaka.
Wapi? Nikaelekezwa mchungaji, nikampelekea huku nalia, baba, Mungu ameniambia nikuletee sadaka hii. Yule mchungaji aliniombea, nikashangaa na tamkaje, Bwana, kijana huyu amekutii kama ulivyoeleza, na mimi sasa nafungua maisha yake, kwa kuwa amekukabidhi wewe, ukamjalie huduma, akawe mtumishi mzuri, mataifa ya kuone kupitia yeye. Ninafungua, ukampe mke mzuri, ukampe watoto wazuri. Mwaka huu usipite bila kuona utukufu wake, kwa jina la Yesu, amen. Nilijikuta nalia huku maswali yanauliza humu, amejuaje kama nimefungwa nisioe? Kumbe unapommilikisha Mungu, kumbuka, unapoimarisha na madhabahu ya Bwana, historia zako, wasifu wako umehama. Unakufa ule wa kale, unafufuka upya kwa Bwana. Wiki haikuisha, nikashangaa nao unaanza 2G, kidogo 3G, kidogo 4G, 5G. Nikachumbia Kanada tarehe 7 mwezi wa 7 2018, nikakabidhiwa mke madhabahuni kwa askofu. Wanaonijua sio hawapo, wapo. Wakasema ngoja tuone, ngoja tuone. Mimi nacheka nasema 5G imehit. Hawajakaa sawa. Mchungaji akawa meneja. Wakasema ngoja tuone mtoto atakayezaliwa kama hatujapigwa changala mawe. Hii inakuja kuzaliwa Njemba, inafanana na mimi mpaka mdomo. Wale ndugu zangu, mama wadogo kwa dada zangu, wanaenda kumkagua mtoto, wanaangalia vidole, wanakuta vidole ni kama vyangu, wanaangalia miguu kama yangu, likilia kama baba yake. Wakasema kwa kweli Amieli amejizaa. Mpaka leo nina mashine 2 zote zinafanana na mimi. Mpaka tukitembea barabarani wanasema kwa kweli wewe hata ukifa hizi ni alama zitaishi. Na wengine wako barabarani. Bwana asifiwe. Hii historia ya Amieli ilibadilika. Vile vimajini, vimapepo vilikufa na utu wa kale. Ile mizimu, ule maagano, mikataba ilifutika. Nimebaki tu na kovu. Yaani Bwana alikoniachia ni kale pale ambako aliniambia sikatoi sasa hivi. Kale huwa nikihubiri sana, nikatumia nguvu nyingi, kanashituka, nasikia mgongo napiga tu. Na yenyewe ni kwa sababu niliangukaga nikiwa na watesa walokole. Niliangushwa na ndege ya kichawi kwa maombi ya watakatifu. Kwa nikaumia kwa mgongo. Hapo ndio Mungu alisema sikuponye haraka, takuponya pole pole, maana nikikuponya haraka utajisahau. Hapo na kenyewe akanipelekesha, kananifinya kwa muda mfupi, kananiacha naendelea na Injili. Hapo tangu nimefika hapa akaja anifinya hata kidogo. Bendera chuma, mlingoti chuma. Bwana asifiwe. Hebu mwambie mwenzako, umewahi kummilikisha Mungu maisha yako? Wengi wanadhani ni kuokoka upya, ila hapana. Usione ndoa yako inapata shida. Leo mko vizuri na mme, kesho anabadilika. Hapana, wachawi wanakuchezea. Wanamchoma sindano ya sumu inayoitwa monster spirit.
wakimchoma hiyo, anaamka ni monster. Yale matusi, maneno ya kebei, ubahili, hakupi hela, hata sadaka anakunyima, na wengine wanakuzabua hadi makofi. Matusi sio yeye, ni sindano za sumu, amechomwa kichawi. Ila leo mmilikishe Yesu huyo mume. Mimi nilimwambia Yesu hivi, Bwana, nakukabidhi mke wangu. Kabla hajawa mke wangu mimi, naomba awe mke wako wewe. Maana najua akinikorofisha mimi, nakuja kukushtakia wewe, na kwa kuwa nimekupa wewe, utamtengeneza. Na namshukuru Mungu, tangu nimeoa, Mungu ni shahidi, niko madhabahuni, sijawahi hata kumfanyia hivi mke wangu, haijawahi. Na wala yeye hajawahi hata kusema ningejua nisingeolewa na wewe, haijawahi. Kweli tudogo hatukosi, maana unajua vikombe viwili vikikaa pamoja haviachi kugongana, lakini sio vile, sio kivile. Hata akichanganyikiwa, akivurukika, mimi sipambani naye. Bwana alishanipa akili, nikiona amepaniki na nyamaza zangu, namwambia yaishe. Nikiona hayaishi, naingia kwenye gari, na washa muziki mkubwa, na tembea zangu, nazurura mjini Nikirudi nyumbani namkuta Alisa yuko kwenye maombi, analia, Mungu nisamehe, Mungu nisamehe, mume wangu nisamehe. Mama, usijali baby, usijali, kesi imeisha. Kwa nini? Sio hali ya kawaida, nimemmilikisha Mungu mke wangu, nimemmilikisha Mungu mimi watoto wangu. Usichojua, nilimwambia baba askofu siku ya Jumapili nikiwa hapa, mke wangu alikuwa mgonjwa tabani, alikuwa hospitali, anaongezwa drip za maji na damu. Mimi niko hapa, haukujua wala sikukwambia. Kwa nini? Hata ningeenda asingepona, ila kwa kuwa nilimmilikisha Mungu mke wangu, nilimwambia Bwana, huku niko kwenye kazi yako, na kutuma na wewe, si ni rafiki yangu wewe Mungu, nenda kamhudumie mke wangu, nikirudi nyumbani nimkute ni mzima. Wewe leo nimeongea naye, ananiambia leo mchungaji msaidizi ameniaga, ameenda kuhubiri injili kwenye tawi letu, leo nitahubiri mwenyewe, nani mzima. Bwana asifiwe sana. Mwambie mwenzako, umilikishe Mungu maisha. Hiyo biashara unaona unauza, hela zinapotea, hazitapotea tena ukimmilikisha Mungu hiyo biashara. Kuna wengine unalipa zaka, lakini wizi wa shetani unaendelea. Anaiba kwa sababu ni vya kwako. Kuanzia leo mpe Mungu. Amen. Kitabu kile cha Zaburi sura ile ya 118 mstari ule wa 8 inasemaje? 118:8 ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wanadamu. Ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wakuu. Ficha maisha yako kwa Bwana. Ficha. Unapoficha maisha yako kwa Bwana, vitu vyako kwa Bwana, ukammilikisha Mungu kwamba nakukabidhi wewe. Alisema hivi,
kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 91 mstari wa 10, mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitakaribia hema yako, maana atakuagizia malaika wakulinde katika njia zako zote. Mikononi mwao watakuchukua, usije kujikwaa mguu wako katika jiwe. Utawakanyaga simba na nyoka, mwana simba na joka utawaseta kwa miguu. Kwa kuwa umekaza kunipenda, nitakuokoa na kukutukuza. Kwa kuwa umenijua jina langu, nitakuwa pamoja na wewe taabuni. Utaniita nami nitakuitikia, kwa siku nyingi nitakushibisha, nami nitakuonyesha wokovu wangu. Mmelikishe Mungu maisha. Kanuni ya 7 na ya mwisho, tabiri maisha mapya ya ushindi kwenye maisha yako yatakayobeba mustakabali wa mafanikio yako. Jitabirie yale maneno ya tutaona, futa ile tutaona. Sisi ni masikini. Wewe sio masikini. Huu ugonjwa ni wangu. Wewe sio mgonjwa. Futa, tabiri ushindi. Ni hivi, unapotabiri ushindi, unachokiongea kwenye maisha, unachokikiri juu ya maisha yako, ndio mfumo wa maisha yako ya milele. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Jitabirie ushindi. Amen. Amen. Kitabu kile cha Isaya, tumalizie hapo 54:15 mpaka ule wa 17. Isaya 54:15 mpaka 17. Hamsini na 4:15 hadi 17. Amen. Lakini watakusanyana, lakini si kwa shauri langu, anasema Bwana. Watu wowote watakao kusanyana juu yako wataanguka wao kwa ajili yako. Nimemuumba muuzi akukutae moto wa makaa, akatoa silaha kwa kazi yake. Nami nimemuumba mharibu ili aharibu. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Huu ndio ulisi. Hebu sema, huu ndio ulisi wa sisi watumishi wa Bwana na haki yao inayotoka kwa Mungu. Sema amen. Bwana asifiwe. Kwa maneno haya, ishi kama unalindwa na Mungu, na jitabirie maisha ya baraka. Kwenye kitabu kile cha Isaya sura ya 14 mstari wa 3 kuna neno linasema hivi: na itakuwa katika siku hiyo ambayo Bwana Mungu wako atakupa raha baada ya taabu yako na baada ya huzuni yako na ule utumishi mgumu uliotumikishwa. Tabiri raha. Isaya 45 mstari wa 2 na wa 3, nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali pako palipoparuza. Nitavunja kuta za shaba na mapigo ya chuma, nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa. Kila ulichokiota ndotoni juu ya mafanikio yako, kitabiri kikaje kwa jina la Yesu. Kuna mwingine huo unaota unahesabu hela nyingi, ile ni roho inayoasilia umaskini. Lakini kwa kuwa tumehama kule kwenye ile madhabahu, jitabiri leo. Jitabirie utajiri wa pesa. Hebu sema, wewe pesa njoo.
Wewe mali njoo. Kuna mwingine wewe unaota una drive. Jikadirie wewe sio type ya ngorogojo. Wewe una drive magari yanakuja. Usizeheke bila kuona baraka zako. Bwana asifiwe. Tabiri. Mimi nilitabiri hivi kwamba Bwana umeamua nikutumikie kwa uchungaji. Kiuno cha baba yangu kilikuwa kama dole la mwisho. Kiuno changu kitakuwa kama dole kuu. Yaani utukufu wa sasa wa nyumba hii utakuwa mkubwa kuliko utukufu wake wa kwanza. Baba amehubiri injili Tanzania. Mimi nitahubiri dunia yote. Na namshukuru Mungu hapa nina visa ya kwenda Marekani na Canada na Australia. Mwakani nikimaliza chuo tu na graduate tunaenda nyumbani wiki moja. Wiki ya pili Marekani. Napiga injili mpaka Januari. Naenda Canada. Piga injili hadi Machi. Naenda Australia. Dunia yote tahubiri. Maana ndoto yangu mimi sio tu wa sehemu moja. Baba yangu kanisa lake mpaka anakufa alikuwa na kanisa lina urefu wa futi 60 kwa 30. Mimi nilimwambia Mungu, kanisa langu mimi litakuwa na upana sawa na urefu wa kanisa la baba. Yaani hizo futi 60 ni upana wa kanisa langu. Urefu litakuwa na 120. Na Bwana amenijibu. Saa hizi wiki hii tutakuwa tunapandisha kenti. Wiki ijayo tunapiga bati. Na saa hizi na washirika 300 kanisani. Kwa hiyo tunamaliza kulijenga, linajaa na kujaa. Tuna plani ya kuongeza tena. Tena mimi nyumba yangu nilisha hapa. Saa hizi naishi kwenye nyumba ya chini chini, ila ndoto yangu ni kuishi kwenye gorofa. Naamka asubuhi na swaki na msalimia Mungu za asubuhi. Hebu mwambie mwenzako usiwe na maono mafupi mafupi. Kwa sasa hauvioni, ila Mungu wako ananishuhudia kwamba vipo mbele yako. Pokea katika jina la Yesu. Ndio haya maneno anayoyasema Bwana. Haleluya. Sasa naomba tuombe haya mambo. Bwana yupo na wewe. Na nataka nikwambie, mwambie mwenzako ule wakati wa kulia umeisha. Ule wakati wa kuteseka umeisha. Zile zihaka za wachawi zimeisha. Haleluya. Iachilie nafsi yako kwa Bwana. Tunatamka kufungua baraka yako. Tunakuambatanisha na madhabahu ya Bwana. Tangu sasa, kauli itakayonenwa juu ya maisha yako na ikatimilika, iwe ni kauli inayotoka madhabahuni pa Bwana. Zile madhabahu za uchawi, madhabahu za waganga, madhabahu za watu wabaya, kuanzia leo matamko yao tunayafuta kwa jina la Yesu. Manuizo yao juu yako tunayafuta kwa jina la Yesu. Zile hati za mashitaka tunazifuta kwa jina la Yesu. Tunaitangaza roho ya Bwana kwenye maisha yako. Roho ya Bwana, roho ya hekima, roho ya maarifa, roho ya
Sauli, roho ya uweza, roho ya kumta Bwana, roho ya Bwana ikaume ushindi kwenye maisha. Baba, tuombe sasa katika jina la Yesu aliye hai. Bwana, tunatangaza kufungua ulimwengu wa roho kwa ajili ya watu hawa. Tangu sasa ninairuhusu madhabahu yako iliyokuja na sadaka ya agano ambayo ni damu ya Yesu ikaiamue amani ya watu hawa, ikawarejeshe ile furaha. Asante Roho Mtakatifu kwa uwepo wako. Naona kuna nguvu ya Roho Mtakatifu imeshuka, kuna nguvu ya Roho Mtakatifu imeshuka, inaanza kuweka mzuri kwenye maisha yako, inaweka saini kwenye maisha yako. Yani ruhusu Roho Mtakatifu, ruhusu Roho Mtakatifu. Ndio. Asante Roho Mtakatifu, asante. Unawatia nguvu watu hawa, unawatia nguvu watu hawa. Ninairuhusu alama ya Roho Mtakatifu juu ya maisha yao, na lile jina jipya, jina la haki, jina la ushindi, jina la kuinuliwa, jina la baraka, kwa jina la Yesu aliye hai. Katika jina la Yesu sasa, kwa hakika watu hawa ni watu heri, ni watu waliobarikiwa, ni watu waliokombolewa. Si mali ya adui tena, hawatatajwa tena kwenye zile roho za umasikini, kwenye zile roho za magonjwa, kwenye zile laana, kwenye yale maagano ya kuzimu. Hawatatajwa, na watoto wao watafundishwa na Bwana katika jina la Yesu. Ninatangaza baraka na amani na ushindi katika jina la Yesu Kristo. Asante Roho Mtakatifu. Amen. Ninakutamkia maneno haya katika Zaburi ya 20. Nisikilize na yakawe nguvu za ushindi wako. Neno la Mungu takatifu linanena katika Zaburi ya 20, Bwana akujibu siku ya dhiki, na jina la Mungu wa Yakobo likuinue, akupelekee msaada toka patakatifu pake, na kukutegemeza kutoka Sayuni. Azikumbuke sadaka zako zote, na kuzitakabali dhabihu zako. Akujaliwe kwa wingi wa haja ya moyo wako, akujalie kwa kadri ya haja ya moyo wako, na kuyatimiza mashauri yako yote, na tuushangilie wokovu wako. Kwa jina la Bwana Mungu wetu tuzitweke bendera zetu. Bwana akutimizie matakwa yako yote. Na sasa ninajua ya kuwa Bwana atakuokoa masihi wake, atakujibu toka mbingu zake takatifu kwa matendo yake makuu ya wokovu, na kwa mkono wake wa kuume. Hawa wanataja magari na hawa wanataja farasi, bali sisi tunalitaja jina la Bwana Mungu wetu. Wao wameinama na kuanguka, bali wewe ukainuke na ukasimame. Bwana akuokoe na ukaitikie siku. Bwana akuitikie utakapomwita, katika jina la Yesu. Pokea. Bwana awabariki. Uwe na amani katika jina la Yesu. Tangu sasa wewe ni mshindi, si mali ya adui tena. Ishi maisha ya ushindi katika jina la Yesu.